Salamu za Kalvari katika jina la Yesu Kristo. Waligani asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, ni siku ya Jumatano ambapo tunazidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana pia siku ya leo ni siku ya mwisho ya mwaka wa 2025. Next week tutakuwa tunasema kwamba yani siku ya Wednesday itakuwa siku ya Wednesday ambapo tutakuwa tunasema ni mwaka wa 2026. Lakini kwa sasa ni siku ya Jumatano ya mwisho ya mwaka wa 2025. Hivyo basi tunazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana ni kwa neema yake. Ni kwa neema yake. Maybe yuko pale unajiuliza, mimi siku ya leo nitaweza na kuvuka mwaka nikiwa hivi? Nitaweza na kuvuka mwaka nikiwa kwa hospitali, nikiwa ninaumwa hivi, nikiwa niko na mpendo wangu ambaye anaumwa, tukiwa tunapitia hii hali ngumu? Tena hata huu mwaka tutaweza na kuingia, maana next week tutakuwa tu ni shule kufunguliwa. Kutakuwa namna gani? Mwenyezi Mungu anaelewa vile ambavyo kutaweza na kuwa. Anajua. Endelea na kumtumainia. Endelea na kumwamini. Hayo yote unayopitia, changamoto zote Mwenyezi Mungu anaziona. Amekupea nguvu ya kuweza kushinda hizo changamoto zote nguvu. Hivyo basi usikose kuendelea na kumtumainia. Wacha imani yako ikazidi na kukua, ni kwa sababu ya yote ambayo unayapitia. Wacha hiyo imani yako ikaweza na kukua, ni kwa sababu ya hayo yote. Mwenyezi Mungu ataweza na kukutendia, na ipo siku utakuwa mtu ambaye ana ushuhuda, mtu ambaye anatia wengine nguvu, mtu ambaye wengine wakimwangalia tu wanaona kwamba anawatia nguvu. Wanasema kwamba kama fulani ameweza na kufika mahali ambapo ameweza na kufika, mbona mimi nisifike? Maana wanakuelewa na wanajua yale yote ambayo uliweza na kuyapitia. Karibu sana katika kipindi cha Manyonyo ya Baraka, tuzidi na kufundishwa mengi, tuzidi na kuinuliwa kiroho na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Wapendwa watazamaji, naomba kuwasalimu kwa jina la Yesu asubuhi ya leo. Hamjambo? Nami si jambo. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametubariki nayo, ametubariki na uhai, ametubariki na siku, tunapaswa tumshukuru. Tuombe kwa ajili ya neno la siku ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo umetenda pamoja nasi. Tunasema hakika wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, na wewe ni Mungu ambaye unatuwezesha. Himidiwa Baba wa mbinguni, na tukuka ukiwa mahali pako patakatifu. Tuongoze na uwe pamoja nasi na utubariki kupitia neno lako takatifu asubuhi ya leo. Na ni kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Tunaendelea na mada kuu ambayo tuliweza kujua ya kwamba ni kuhusu Mungu anaenda kufanya jambo jipya, ama Mungu anaenda kufanya kitu kipya kwetu. Tukiangalia kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ni ya 7 mstari ni wa 7. Mathayo mtakatifu sura ni ya 7 mstari wa 7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kama vile tulikuwa tumesubiri mwaka mpya, ama tumesubiri mwaka uishe, tukiwa na hamu na gamu ya kuona mwaka mwingine. Tumebaki tu siku moja, ama imebaki tu masaa, imebaki dakika tu, imebaki masaa tu machache ili tukaweze kuingia mwaka mpya. Ni jambo la kumshukuru Mungu na kumwambia hata kama ulikumbwa na makubwa ama ulikumbwa na mambaya, ujue ya kwamba mwaka umeisha, mwaka wa mambaya umeisha, na mwaka wa mazuri unakuja, kwa maana Mungu anatuwazia mema. Mungu anaenda kutupa huo mwaka ili tukaweze kukaa maisha ya kumpendeza, na tukaweze kujua ya kwamba yuko pamoja nasi. Mada ya siku ya leo tutaweza kuangalia vitu vitatu ambazo zitatujenga tukishika huo mwaka mpya, ama tukiwa tunasubiri kushika mwaka mpya.
Kitu cha kwanza ambacho kitatujenga kwa kusubiri mwaka mpya ama kwa kushika mwaka mpya ni maombi. Hapa tumeambiwa na neno la Mungu, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata ama mtaona, na pia bisheni na mtafunguliwa. Mungu tulibisha na tulikaa katika kumuomba Mungu na kumtegemea Mungu, na ndio maana ametupa tu, tumembakisha masaa ili tukaweze kuona akitupa mwaka mpya, ama tukiwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu alituwazia mema. Mungu alijua ya kwamba tutaweza kushika huo mwaka. Liwe hata tulikumbana na matatizo mengi ama mengi haje, ama tulipitia mangumu haje, ama ilikuwa tu maisha ya mapito, tujue ya kwamba Mungu amesimama nasi, na Mungu amekuwa akitulinda, na Mungu amekuwa akitufanyia makuu. Kwa maana katika hii mwaka wote ni Mungu amekuwa mtengemezi wetu, ni Mungu amekuwa tegemeo letu, ni Mungu amekuwa tumaini letu, na pia tumemwamini na tumeona akitenda mambo mapya kwetu na mambo mengi kwetu. Kwa hivyo tujue ni lazima tujenge mwaka mpya ambao tunausubiria kuupata kwa njia ya maombi. Tuzidishe maombi na tujue tukizidi kuomba Mungu atazidi kutufunulia milango mikubwa na milango ya baraka na milango, na tutaweza pia kumuona akitenda pamoja nasi. Jambo la pili ni kusoma neno la Mungu. Tujue ya kwamba tukikaribia karibu na Mungu ama tukisoma neno la Mungu kama nguzo, litaweza kutuongoza, litaweza kutulinda, litaweza pia kutujenga, na litaweza kututia nguvu ili tukaone pia tukiendelea na huo mwaka, na tuone huo mwaka ukiisha pia tukiwa na nguvu. Jambo la tatu ni kufanya uamuzi mpya. Tujue ya kwamba mambo ambayo tulikuwa tumefanya maamuzi ya mwaka jana yamepita, na tuangazie mwaka ambao tumeupata, na tujue ya kwamba Mungu anatuambia tufanye maamuzi mapya. Tuwe na upya wa kiroho, tuwe na upya wa mioyo ya kumbembeka mbele za Mungu na kumwabudu yeye. Kwa maana amesema mahali ambapo pia mahali popote ambapo tunakumbwa na makubwa, ama tunakumbwa na matatizo, ama tunapitia mapito, hata yawe yanafanana na moto ama yanafanana na jangwa, anasema anatengeneza njia, anasema pia analeta maji nyikani. Kwa hivyo tujue kila mahali Mungu anatutengenezea njia, na kila mahali Mungu yupo pamoja nasi. Tumtegemee huyo Mungu na tukubali huyo Mungu akaweze kutuongoza, na neno lake likaweze kutujenga, na katika maamuzi pia tumuuzishe, kwa maana ametuambia hakuna mwaka mpya bila mtazamo mpya. Ni lazima tuwe na mtazamo mpya ili mwaka ukue mpya kwetu. Kwa hivyo tujue hayo yote Mungu anatuwazia mema. Mungu yupo pamoja nasi, kama vile alisaidia wana wa Israeli wakaweza kuvuka Yordani kwa imani, hata nasi atatusaidia, na masaa ambayo yamesalia ataweza kutusaidia, na tutaona tukiwa tumeushika mwaka mpya kwa nguvu, kwa mtazamo mpya, kwa maombi, kwa bidii ya kumwabudu yeye. Kwa hivyo tutarajie mambo mapya kutoka kwa Mungu, kwa maana Mungu anasema atatenda jambo jipya. Kubali ya kwamba Mungu atatenda jambo jipya, mpendwa msikilizaji, mtazamaji wa siku ya leo, na ujue ya kwamba akitenda jambo jipya atakuongoza, atakushika mkono. Hata pia utaona tu ukisema imebaki tu masaa ili ukashike mwaka mpya ambao Mungu anatuwazia ama Mungu anatusubirisha. Kwa hivyo Mungu anafanya nini? Mungu anatufanyia mambo mapya. Kuna kitu ambacho Mungu atafanya kwa familia yako mwaka huu tunapoangazia kupata.
kuna jambo, kuna kitu kipya hata Mungu atatenda pia kwa afya yako katika huu mwaka mpya ambao tunauangazia kupata. Na tujue ya tatu, kuna kitu kipya ambacho Mungu ataenda kufanya katika huduma yako, katika kazi yako na katika mahali popote ambapo unamtegemea Mungu na unataka Mungu akakufanyie. Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Na ya nne, tujue Mungu anaenda kufanya kitu kipya kwa kazi yako, kwa biashara yako na kwa ndoto zako pia. Mungu anaenda kufungua mlango mpya. Kwa hivyo tujue ya kwamba kuna hilo, tukishikilia hayo mambo matatu ambayo tumejua. Jambo la kwanza ambayo tumejifunza ni maombi, ya pili tukajifunza ni kusoma neno la Bwana, na ya tatu tukajifunza ni kuwa na maamuzi mapya. Mungu ataweza kutuongoza na Mungu ataweza kutushika mkono na Mungu ataweza kutuonekania. Kwa hivyo Mungu atubariki, awe pamoja nasi na neema yake izidi kututosha mahali tulipo, na tuenende naye katika huduma zetu, katika kazi zetu na katika kila jambo tumuuzishe Mungu na atatenda nasi. Mungu atubariki na ambariki neno lake. Amina. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya ukuu wako. Asante Baba wa mbinguni hata kwa ajili ya nguvu zako na uwepo wako. Zidi kusimama pamoja nasi, na hata Baba wa mbinguni tunapoangazia kupata mwaka mpya, tuomba Baba wa mbinguni ukawe pamoja nasi na ukatupe hata kuvuka mwaka mpya Baba wa mbinguni tukiwa wazima, na hata tukiwa wazima kwa afya, na hata Baba wa mbinguni tukiwa na nguvu za kukuabudu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kuwa nasi Baba wa mbinguni na utuongoze na utulinde siku yote. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Maombi yanahitaji bidii na imani. Usije ukaomba bila kumtumainia Mwenyezi Mungu. Wakati ambapo unaomba na hauna imani, ni kama tu unafanya tukelele mbele za Mwenyezi Mungu na unafanya kazi ya bure. Na pia tutie bidii katika kuomba. Sio kuomba leo na wewe unakaa tu unangojea wakati ambapo utaweza na kupatana na majaribu tena, utaweza na kupatana na changamoto ndio unaweza ukaomba. Tuombe kila wakati. Tuwe na bidii, tutie bidii katika maombi. Omba bila kukoma. Bisha huo mlango. Mwenyezi Mungu anakungojea. Anasema, mwanangu njoo. Mwanangu ninakupenda. Anangojea tu hiyo sauti yako ukaweze na kuipasha mbele zake, maana yuko tayari kukusikiliza. Na pia usikate tamaa katika maombi. Wakati ambapo umeomba, haijalishi umeomba kwa muda mgani, haijalishi umekaa katika hiyo hali ya kuombea hilo jambo kwa mwaka, maybe umeweza na kuomba huu mwaka wote na hujaweza na kupata majibu, zidi na kunjipiana mbele zake. Usikate tamaa, zidi na kumwangalia, zidi na kumulilia, mbisha huo mlango. Na hakika wakati ambapo unabisha huo mlango anakuona, ataweza na kufungua kwa njia ya majibu, ataweza na kukunjibu. Tuendelee na kutia bidii. Haijalishi kile ambacho ulikuwa unaomba au kuweza na kujibiwa huu mwaka, maybe wakati ambapo tunaingia hapo mwakani, yani tukivuka tu utaweza na kujibiwa kwa wakati wake. Na wakati mwingi tukiomba, tuombe mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakaweza na kutimia katika kile ambacho tunaomba mbele zake. Maana tutaweza na kuona nguvu zake na ataweza na kutenda kulingana na mapenzi yake. Tutie bidii katika maombi na tusije tukakata tamaa. Mungu na akubariki. Mungu akaweze na kukufungulia njia. Mungu akaweze na kuyajibu maombi yako, na uwe na wakati mwema.